Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na taarifa za hivi punde ni kwamba Israel rasmi sasa imefanya mashambulizi kwenye maeneo ambayo yanakaliwa na Hamas katika kusini mwa Gaza, ambapo ripoti zinaeleza kwamba mashambulio mapya ya anga yameripotiwa leo kusini mwa ukanda wa Gaza baada ya Israel na kundi la Hamas kushutumiana kwa uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yameanza kutekelezwa mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa jeshi la Israel IDF, mashambulio hayo yalilenga ngome za wapiganaji wa Hamas katika eneo la Rafah kufuatia kile walichokiita shambulio la kushtukiza lililofanywa na wanamgambo hao dhidi ya wanajeshi wa Israel waliokuwa wakilinda mpaka wa kusini. IDF imesema mashambulio hayo ni hatua ya kujilinda kwa onyo kwa Hamas kuheshimu makubaliano ya amani yaliyosainiwa. Hata hivyo, Hamas imekanusha tuhuma hizo ikisema haikuhusika na mashambulio yoyote dhidi ya wanajeshi wa Israel na badala yake imeituhumu Israel kwa kuvunja makubaliano makusudi kwa kuendelea na mashambulio ya anga licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha vita. Taarifa kutoka hospitali za Gaza zinasema kuwa raia kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo, hasa katika maeneo ya Rafah na Khan Yunus. Mashirika ya misaada yameonya kuwa mashambulio hayo yanaweza kuathiri zaidi hali ya kibinadamu iliyo tayari kuwa mbaya. Aidha, Israel imetangaza kusitisha kwa muda utoaji wa misaada ya kibinadamu ndani ya ukanda wa Gaza, ikidai kuwa Hamas imevunja makubaliano kwa kushindwa kuendelea kurejesha miili ya mateka wa Kizayuni waliouawa wakati wa mapigano ya awali. Hatua hiyo imesababisha kufungwa tena kwa kivuko cha Rafah ambacho ndicho kilikuwa njia kuu ya kupitisha misaada ya chakula, dawa na mafuta kwa wakazi wa Gaza. Mashambulio haya mapya yameibua hofu ya kurejea kwa vita kamili, zikiwa ni siku chache tu baada ya pande hizo mbili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa na jumuiya ya kimataifa tarehe 10 Oktoba mwaka 2025. Wadau wa kimataifa wakiwemo Umoja wa Mataifa na Marekani wametoa wito kwa pande zote mbili kudumisha utulivu na kuheshimu makubaliano ya amani. Mtazamaji, hizi ni taarifa za kushtua sana moja kwa moja kutoka ukanda wa Gaza, ambapo rasmi sasa vita vimeweza kurejea tena katika ukanda wa Gaza baada ya Israel kuweza kufanya mashambulizi katika maeneo ya Hamas, huku Hamas ikikanusha kwamba haikuweza kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel katika ukanda huo. Mtazamaji, nitakujuza yote ambayo yanajiri huko katika ukanda wa Gaza. Cha msingi tu usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Uko nami wakati wote Victor Moshi.